Ni safari ya mafanikio kutoka mtaa mpaka mikononi mwa WCB Wasafi, na nafasi aliipata baada ya Kifesi kumalizana na Wasafi enzi hiyo. Nyota ya Lukamba ikaanza kung'aa, and of course alikuwa kitaaluma na kazi pia aliyoipenda ilimpa jina na akaitendea haki kinoma noma. Akapata nafasi ya kusafiri dunia nzima akiwa na Diamond Platinum, na akawa ni zaidi ya mpiga picha wa Simba, yaani miongoni mwa watu wa karibu kabisa na familia ya WCB Wasafi. Kumbukizi yangu inanipeleka mpaka mwaka 2022 pale Ivory Coast. Diamond Platinum alisimamisha show baada ya uongozi wa tamasha lile kutohitaji Lukamba awe pale stejini. Akasema, mimi siwezi kuendelea na hii show kama mpiga picha wangu Lukamba mtamzuia jukwani. Ile ilikuwa ni zaidi ya kuweka kazi yake rehani Diamond Platinum kwa sababu tu ya heshima ya mpiga picha wake. Sijui unanielewa vizuri Maisha baada ya Wasafi, kuna time kama alijaribu kutengeneza bifu na Wasafi. Bahati mbaya sana ni kwamba kazi zake baada ya Wasafi zilihitaji pia support kutoka Wasafi. Sijui unaelewa, yani kazi zake baada ya kutoka Wasafi zilihitaji support pia kutoka ndani ya Wasafi Media, halilopelekea bifu lake kutokuwa na nafasi kubwa sana. Nakumbuka kuna wakati Lukamba kwenye online media alikuwa anaibomoa kinoma noma Wasafi, alafu asubuhi yake Wasafi FM wanamuita na wanampa interview. Ni kama bifu ikawa upande mmoja hivi. Lakini pia na mtazama Lukamba kama mtu ambaye hakujipanga na maisha baada ya Wasafi. Hakujua alishike lipi. Kuna time alihitaji kuingia kwenye sanaa kama mwigizaji, kuna time akafanya muziki kama muimbaji, kuna time pia akaamua kuwa video director, na kuna time pia akafungua ofisi mbili kwa mpigo. Yani ofisi ya kwanza ilikuwa ni Imagix Media na Lukashnet, na kazi zote zaidi ya 5 alikuwa anazifanya kwa wakati mmoja. Inawezekana zilimtoa kwenye leli. At the same time, wakati hizo mbanga zinaendelea, skendo za mapenzi zikachukua sana nafasi katika karia yake ya ukuaji. Lakini pia kutokuwa na msimamo thabiti na malengo ya muda mfupi inawezekana pia ni sababu moja wapo ya Lukamba kutokuwapo kwenye masikio ya watu. Lukamba ni mfano wa mtu aliyeonja mafanikio makubwa kwa haraka, lakini pia akaonja upweke wa kutokuwa kwenye hiyo ramani kwa muda mfupi sana. Bwana, mimi naitwa Blenga na hizi ni info za Blenga. Yeyote mwenye namba ya Lukamba mpigie, amwambie bwana tumemisi magoma yake ya kutrendi. Kuna wakati alikuja na goma la P Diddy, kuna wakati alikuja na goma la Batazali bwana. Noma kweli yani.